Chama cha mawakili kimefanya jitihada na naomba ni appreciate. Jana pale baada hizi habari kutoka, mtu wa kwanza kunitafuta alikuwa ni Mheshimiwa Rais wetu wa TLS Mwabukusi. Alikuwa concerned sana, kwa hiyo alinipigia. Nilikuwa simu yangu nimezima kwa sababu ilikuwa kuna kazi naifanya na pressure ilikuwa kubwa. Kwa hivyo iwacha simu nikaona amenitafuta mara nyingi sana. Kwa hiyo kabidi nimtafute. Baadaye nikaongea naye ajue nini kimejili, na kweli baada ya hapo tukashauriana kuna baadhi ya vitu vya kufanya, na akaniambia ni calm kwanza kwa sababu nilimueleza situation ilivyo na akawa ameelewa. Lakini pia makamu wa rais wa TLS pia dada Leticia Mtagazwa pia naye alinipigia na viongozi wengine, lakini executive director Bi Mariam Othman alinipigia. Lakini nashukuru pia TLS mpaka imetoa hata venue ya kwamba at least tuweze kutoa hicho ambacho tunakifanya. Kwa hiyo kama TLS kwa kweli siwezi nikasema naidai, imetimiza wajibu wake vizuri sana. Kwenye hilo naweza nikajibu hilo kiufupi. Hilo jingine la kusema je, kwa mfano labda ukikutwa una hatia, kwanza mimi nisikitike. Mahakama kwa mujibu wa ibara 107 A kubwa ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio chombo cha mwisho cha utoaji wa haki. Na ndio maana mahakama mara nyingi inajiepusha sana kwenye kutoa comment za investigation au nini, kwa sababu mwisho wa siku kama mahakama imeagiza watu wafanye investigation, halafu kesi itaenda mahakamani, tukijaribu kutest ile impartiality ya mahakama tutakuwa tunapata feeling gani? Kwa hiyo nafikiri it was too far kwenda kufanya hizo nani. Mimi nafikiri ilitakuwa tuishiwe kusema bwana kuna hili jambo tunaliona labda linahitaji hili, ni jambo ambalo tunaliona linahitaji labda kufanyiwa kazi, labda jaji angeweza kuishia pale kwamba tunaona lina utata, labda chunguzi zaidi zikifanyika, lakini si direct kwamba naagiza labda mfanye kitu fulani. Hiyo nadhani inaonekana tayari mahakama ni kama imevaa viatu, jambo ambalo kwenye impartiality. Na unajua tunavyozungumzia impartiality ni kile kitu ambacho huyu anaye brush viatu mtaani, yana akiona hiyo kauli anapata picha gani? Hiyo ndio impartiality. Kwa kama mbrush viatu anaona kabisa mpaka mahakama imeagiza tutaenda kwenye mahakama yenyewe, hiyo nafikiri ni tatizo. Kwa hiyo mimi nafikiri nitumie nafasi hii kama mdau wa mahakama ambaye naipenda sana mahakama, kwamba mahakama at least kwenye kutoa comments za vitu hivi inatakiwa reserved sana. Na tumeona hizo mahakama katika historia yake imekuwa reserved. Ndio maana hutaona siku moja hata yakitokea labda mauaji, ikatokea ile watu kujichukulia sheria mkononi, ukasikia jaji yeyote ameenda amesimama na hoja kwenye vyombo vya habari amecomment kuhusu kwamba tunaagiza wafanye nini. Hawezi kuzungumza kwa sababu anajua wao wanasubiriwa kuletewa kama kuna jambo litakuwa la mahakama baadaye. Kwa mimi naona kabisa hii ni comment ambaye with due respect mheshimiwa jaji labda kidogo alitekewa. Hakutakiwa kufika huko, alifika huko ilikuwa ni mbali sana. Samahani kwa sababu nimesahau kuongea hapa nimepata swali. Pengine sasa hii itakuwa nafasi ya kutoa elimu. Ndio. Unasema kama sio elimu masharti kwamba rashidiyatu anapataje kuelewa jambo. Yeah. Pengine labda tuwe nafasi ya kutoa elimu kwamba mtu anapofanya hoja ya document hasa kwenye mfumo wa sensitive kama mahakama, adhabu yake inaweza kuwa ipi? Forgery is just forgery. Kwa sababu forgery ni kosa ambalo lipo kwa mujibu wa kanuni ya adhabu, penal code. Sawa. Kwa hiyo ukikutwa haijalishi forgery imefanyika wapi, ufanyike mahakama, ufanyike bungeni, ufanyike mtaani, forgery ni forgery. Kwa hiyo ibadilike tu uzito wa kosa kwa sababu imefanyika labda kwenye mfumo wa mahakama. Na forgery haipo kwenye mfumo wa yani hii hata ingekuwa ni forgery, huwezi kusema ipo kwenye mfumo wa mahakama kwa sababu forgery mahakama imeingia document. Kwa hiyo kesi ambayo itabakia labda ni ya kuforge document na kuitumia ambayo lipo kwenye sheria ya kanuni ya adhabu au penal code. Kwa hiyo utaratibu zake zipo kwa mujibu wa sheria hiyo ya penal code, haijalishi limefanyika wapi. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.